Na kama ambavyo tunafahamu kwamba kila Jumatano ni siku ya kujadili masuala ya biashara na uchumi, na leo kama ilivyo ada tunaye Janet Soka kuzungumzia mambo ya msingi ya kutopuuzia katika biashara yeyote, na Janet Soka tayari yuko hapa, tutafahamu kuhusiana na hayo, lakini pia maeneo ambayo mfanya biashara anapaswa kuyawekea mkazo. Tutafahamu pia mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kufanya uwekezaji, biashara au shughuli yote ya fedha na mtu wako wa karibu, lakini pia mwisho tutapata nukuu ya leo ambayo inahusiana na masuala hayo hayo ya biashara. Kwa hiyo tuangazie sasa mambo muhimu ya kuzingatia, Janet, katika biashara yoyote ambayo si mambo ambayo si ya kupuuzia. Naam. Okay. Kwanza kabisa mtazamaji na sisi ambao tuko studio, ni muhimu tufahamu ya kwamba biashara si bahati nasibu. Ni jambo ambalo linahitaji kuwa na mfumo madhubuti na kufuatilia. Kwa hiyo ni lazima uwe unajua nini cha muhimu zaidi, nini si cha muhimu, ili uweze kupata matokeo yaliyo bora. Na hapo sasa tunasema kupata mtaji tu, kuwa na fedha mfukoni si sababu ya kufanya biashara yako ianze au uendelee vizuri. Lazima uwe na elimu na maarifa kuhusiana na namna utakavyofanya na utakavyoitengeneza faida yako. Na hapa sasa ndo tunakuja kwenye mambo ya msisitizo zaidi, kwa sababu unaweza ukawa na fedha lakini kama haufahamu haya mambo, biashara yako inaweza ikapata matokeo aidha kwa udogo au usipate kabisa matokeo. Jambo la kwanza, watu wanaoendesha biashara, na hapa nikisema watu nazungumzia wafanyakazi na watu ambao wanahusika katika shughuli za kila siku. Inaweza ikawa wakati mwingine kama mmiliki au kama mfanyabiashara unaweza ukawa unapambana kwa lengo la kuleta bidhaa nzuri au bidhaa nzuri, au lengo lako upate huduma nzuri, utoe huduma nzuri, lakini watu uliowaweka pale ni mtu wa namna gani? Mfano, unaweza kuta mtaani ile duka ina viatu vizuri lakini wauzaji wake wana majibu mabaya. Tayari hiyo kama mfanyabiashara au mmiliki inaweza ikawa sababu tosha ya mtu kutokuja kununua. Kwa hiyo hapa kwenye watu wanaoendesha biashara, shughuli za kila siku, wanaozungumza na wateja, kauli, mambo yao wanauelewa, mtu asiweke doubt, asiwe na wasiwasi, huyo anajua kweli. Kwa hiyo hilo ni eneo muhimu sana la kuweka msisitizo. Eneo la pili, mifumo, utaratibu ndani ya biashara, mfano mfumo wa leseni au bidhaa au mfumo wa wadeni, hivyo vyote ni mifumo. Na hapa mfumo unamaanisha nini? Mchakato. Kwa mfano hapa wadeni, mfano ni wadeni, unadaiwa shilingi ngapi mpaka sasa hivi? Unadaiwa na nani? Ulipaswa ulipe lini? Na mpaka sasa hivi kwa nini hujalipa? Wewe unamdai nani? Alitakiwa halipe lini? Huyo mtu unayemdai inatakiwa nifanye mazungumzo naye au mawasiliano naye kwa muda gani? Lakini pia biashara na bidhaa kiujumla, mpaka sasa hivi store una kiasi gani? Utauzaje? Hivyo ni mifumo ambayo si lazima mmiliki uwepo. Maana hapa tunazungumzia wakati mwingine mmiliki unaweza kuwa unajua lakini watu wako wanafahamu. Ndio ile bosi, unajua bosi asipokuwepo kuna kauolela fulani waka kanatokeaga. Kwa sababu hakuna mfumo. Mtu ajui wajibu wake mpaka wewe useme. Kwa hiyo ni vizuri ukasema mfumo, jamani sasa hivi malengo ni haya, wewe utakuwa unafanya hiki, au wadeni kila wiki wewe unampigia simu huyu mkumbushe hiki. Kwa hiyo ni mifumo itakusaidia kupata matokeo. Okay. Jambo la tatu, mahusiano yako na watu wa nje, mahusiano yako ya kibiashara na watu wa nje wanahusiana na biashara. Hapa wanaweza kawa watu labda mfano wa TRA, watu wanaokusaidia kuleta bidhaa zako au vitu ambavyo unatumia, lakini pia halmashauri uliokuwa nayo. Kuna watu anafungua tu biashara, ana duka. Lakini atambuliki mahali popote. Wakati mwingine kuna fursa kama wafanya biashara wa eneo fulani, kuna watu fulani, kuna wadau wamekuja. Kwa hiyo anafanya kitu, watu wanahusiana na kitu chake hawafahamu. Lakini wakati mwingine kama supplier
Lazima uwe na mahusiano mazuri. Unakuta mtu amefanya biashara miaka mitatu, lakini kumwambia supplier weka mzigo, baada ya siku ngapi nitakuletea, hana mahusiano mazuri. Kwa hiyo maana yake hapo unazungumzia yani uwe na network. Network ya watu wanaokuzunguka, usifanye vitu mwenyewe. Na hiyo ni changamoto jamani, kwenye maisha hatushindani, tunashirikiana. Unajua ile kishule anaogopa talogo. Kishule good luck, tunamtafuta mtu huyu wa kwanza, yani unaandika, unaibia, unajificha. Yani, unajua Janet, kuna mtu mwingine anaweza akawa ana duka lake sehemu, yeye yuko dukani tu, hataki mazoea na mtu, anakwambia yani yeye anamtazama kwamba jinsi unavyozidi kuzoeana na watu wanavyojua kuhusu biashara yako, ndio unatengeneza mazingira ya kuwa na maadui. Kwa hiyo yeye anaenda kufanya hizo wholesale, anakuja pale anauza, yani kwenda kuchukua mzigo na kuja kuuza. Hiyo ndio kazi kubwa anayoifanya. Hana muda wa kukutana na wafanyabiashara wenzake, hana muda wa kufanya networking. Kuna vitu kama hivyo. Hapo kila kitu lazima kiwe na mpaka. Usiwe tena ukanetwork taarifa zako hadi supplier watu wote wanajua. Hapa nazungumzia katika kuwa na uhusiano na watu wengine wanaohusiana na biashara yako. Ni uhusiano wa namna gani? Uhusiano wa kibiashara ambao unakusaidia kupiga hatua. Na hapo kwa mfano mfanyabiashara ukawa unawasiliana na wafanyabiashara wa kitu kama chako. Kuna fursa zinatokea, ukikaa mwenyewe huwezi jua. Unaweza kaambia kuna kikundi chetu tumeanzisha kwa ajili ya kitu fulani, kusaidiana mikopo hapa na pale, lakini ukikaa mwenyewe unakuwa hauna hizo taarifa. Kwa hiyo sio unahusiana na mtu anakuuliza pale kwako unaingiza shilingi hizo ni taarifa binafsi. Lazima uweze kutofautisha lengo la hili taarifa nini. Taarifa zote za mahusiano ni zile za kukusaidia kupiga hatua, kuendelea. Sawa. Jambo la 4, rasilimali fedha. Na hapa ndo watu wengi yani ukisema tu mambo ya biashara, vitu vya kuzingatia, lazima anarudi kwenye fedha. Fedha ni jambo moja tu kati ya vingi, japokuwa ni jambo la muhimu sana. Ni vizuri ufahamu mfumo wako wa kupokea fedha, nani anaidhinisha malipo. Kuna baadhi ya ofisi bosi asipokuwepo hamna malipo yanayofanyika. Kwa hiyo ni lazima uwe na mfumo maalum wa rasilimali fedha, lakini pia uweze kutofautisha fedha binafsi na fedha za biashara. Sio hela ya mboga umeenda kuchukua dukani. Ukichukua rudishia. Sio, hiyo ni changamoto ya mama. Anauza vitenge, anajishonea, anaendelea na mambo. Kile kitenge. Tena kwa mfano kwa maduka haya ambayo yanauza sasa groceries ambayo unakuta yani hata akiuza bidhaa moja faida ni shilingi 100. Sasa unataka kwenda kununua nyama, unachukua hela pale dukani. Umebeba kreti 5 zote. Unatakiwa ujue umechukua faida kubwa sana inabidi uuze bidhaa nyingi sana ili uweze kurudishia ile hela. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto. Na umesema vizuri kwamba yani lazima uwe unajua kwamba hela inatokaje, yani kila hela inakuwa na mpangilio wake kabisa. Na hiyo ni changamoto. Wakati mwingine mtu anaweza kawa anauza, ila zikisha kuja anaona zote za kwa ndio maana leo biashara inafanya vizuri, kesho ili mtu afanye biashara afu anaomba mtaji, maana yake ile amekula mtaji, kila baada ya muda anaomba mtaji. Ni hapo kwenye rasilimali fedha. Kwa hiyo tenganisha fedha binafsi na faida ya biashara. Maono ya biashara na kumjua mteja, hili ni jambo muhimu sana. Unajua maono ndio yanaweza kukupa ubunifu wahudumie watu kwa namna gani. Ndio. Kuna sasa hivi kuna changamoto ya watu kuigana na kufata mkumbo. Sababu kubwa ni hapa, mtu hana maono. Ameona tu good luck anauza hiki na yeye anaenda. Akifika kule, kwa unavyobadilisha naye anabadilisha. Kwa hiyo watu hawana maono, hawana malengo. Taarifa zinakuwa mpya, hawajui ni kitu gani anahudumia au anawapa jamii. Kwa hiyo ni lazima wewe unajiuliza mara kwa mara, hivi baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka mitatu nitabadilisha nini, nitaongeza nini, wateja wangu wanahitaji nini? Hii itakufanya uwe mbunifu na kufanya biashara yako iwe tofauti na kuendana na wateja. Sawa. Eneo lingine ni uelewa wa soko na mabadiliko ya ushindani. Uelewa wa soko. Kwa fahamu soko linahitaji nini. Sasa hivi mambo ni mapya. Na hapa kwenye uelewa unawasiliana na wateja, waulize natamani kupata kitu cha namna gani. Kuta mtu anakuambia hii bidhaa yako ni nzuri lakini nakaa mbali.
yani ingesogea karibu. Ukipata wengi unaanza kuona sasa, okay, kumbe kuna uhitaji wa kuwa na duka lingine mahali kama una uwezo wa kumudu. Kwa unaweza kujikuta unapoteza fedha kwa sababu watu wanashindwa kufika eneo ulilopo. Kwa hiyo ni lazima uelewe soko na mabadiliko ya watu na ushindani uliopo. Okay. Lakini pia maadili ya biashara na kusimamia hatari. Maadili ya biashara, nikisema maadili inamaanisha kufanya biashara yako katika mazingira mazuri, bila kuidhulumu serikali, bila kuikwaza jamii, bila kumkwaza mteja. Usio unafanya tu biashara wewe unapata faida ila watu wanaokuzunguka wanakwazika. Yeah. Kwa hiyo mahusiano na jamii ni jambo la muhimu sana. Lakini unafanya biashara pale kwenye biashara yako unamwaga maji machafu pale yanaenda kwa watu wengine. Watu wanafikiria mimi nishai kuona mkasa mahali kwamba duka linaungua, sema huyu kijana acha tu liungue kwa sababu sika amefunga ameondoka. Kwa hiyo pale mahusiano yake na jamii hayako vizuri. Kwa hiyo anasema acha tu liungue, lakini wangeweza kumsaidia. Kwa hiyo unajikuta unapoteza fedha nyingi, mali inateketea kwa sababu ya mahusiano ya jamii. Kwa hiyo tuseme tu kwamba yani kiufupi, mfanya biashara ishi vizuri na watu. Ishi vizuri na watu na uwe na uwezo wa kuwaelewa watu. Watu wametofautiana. Maana huyo unaambia uishi naye vizuri anakwaza, ana mdomo lakini unaenda naye kama alivyo. Sawa sawa. Haya, twende kwenye jambo lingine. Janet. Nafikiri pia kabla ya nukuu, jambo la pili, bila shaka kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya uwekezaji, biashara au shughuli yoyote ya fedha na mtu wako wa karibu. Hii muhimu sana, tena hasa ndugu au rafiki yako. Kabisa. Na hapa ndo ugomvi mwingi unapotokea. Yes. Ni lazima tufahamu ya kwamba kuwa na rafiki, mtu wa karibu, hata wakati mwingine mke au mume, kupendana au kuwa na mahusiano mazuri si sababu pekee ya kukufanya ufanye biashara au ushirikiane na mtu kifedha. Lazima uwe kuna tofauti kati ya urafiki kwenye masuala ya kijamii na urafiki wa kibiashara. Kabisa. Kwa hiyo inawezekana wewe Janet tukawa rafiki yangu hivi yani kwa sababu wewe ni rafiki yangu, lakini inawezekana tuseme rafiki kwenye biashara. Kabisa. Tena 100%. Na ni lazima ufahamu hili ili uweze kuchora mpaka. Kwa sababu ukiona tu umepata changamoto, maana yake kuna mtu ulimvusha akahamia upande ambao hakustahili. Na mtu kuwa kindly, anaenda kanisani, anasali, ana lugha nzuri, anashirikiana na jamii, hiyo pia sio sababu ya kufanya umwamini kwenye biashara. Kuna mambo mengine ambayo hapa tunayazungumzia. Mtu anaweza kawa anaenda anasali, mwema. Kabisa. Watu wote wanasikia kijana mpole huyu, ana adabu, lakini kwenye biashara usishe kwenye biashara hela. Afiti. Ndio hapo unapoanza kulalamika, bwana wewe jamaa alinidhulumu pesa zangu, anakushangaa yule jamaa alizidhulumu. Kabisa. Jambo la kwanza, imani yake eneo la fedha. Anaamini nini kwenye mambo ya fedha? Unajua hapo kwenye imani, mfano unaweza kukutana na mtu anasema mimi, yani ukiwa na fedha yangu, yani naweza nikakufanya chochote. Yani mimi, yani kiasi kwamba amehalalisha, yani anaweza hata akapiga, akaumiza, yani akafanya chochote. Imani yake lazima uzingatie, usishirikiane tu na mtu anaweza kawa hambo, mkimya, anazungumza vizuri, lakini ikija kwenye swala la fedha unakuwa ni adui, ni mtu mwingine kabisa. Sasa huyo ndo unaingia naye kwenye biashara na uwekezaji, anaweza akakubadilikia na mkapoteza kabisa undugu na urafiki. Sawa. Jambo la pili, nidhamu yake ya fedha, na hapa tunazungumzia nidhamu binafsi. Utunzaji wake wa fedha, anaweza kusimamia fedha alizonazo, na hapo unaweza ukapima hata kupitia maisha ya mtu. Yes. Unajua nidhamu, moja kati ya kipimo kikubwa cha kuonyesha una nidhamu ya fedha au hauna, angalia kiwango chako unachoingiza, afu angalia na level ya maendeleo yako. Yes. Hiyo ni kipimo kikubwa sana. Kwa hiyo unaweza kuta, kwa mfano, kuna kesi moja, unaweza kuta kaka mtu yuko nje ya nchi, alafu ile anakutumia hela nijengeka, unajua zile za kizamani. Yeah. Anatuma fedha. Sasa huyu mtu ile tu unayomtumia anakusumbua kila mwezi, ile imeisha, si nimekutumia kiasi fulani imeisha, alafu unampa fedha nyingi aweze kufungua hicho kitu. Kwa hiyo ni ngumu. Kwa hapa kwenye nidhamu ya fedha, angalia kila anachosema anafanya au mipango aliyokuwa nayo ametimiza kwa kiwango gani. Kama unaona kuna changamoto, achana na uwekezaji na ushirikiano katika eneo la fedha. Yeah. Na hapa naomba niongezee wamama
hapa hii changamoto, mama wengi wanalalamika, mume wangu hapendi kunipa mtaji, namuomba hanisaidii, anaangalia hapa kama hii hela ya kula 10,000 haizi kuibalance na yuko peke yake, mtaji wangu umekwisha. Kwa hiyo ukiona kama unachegeshwa ukiangalia tu matumizi yake huyu kama 200,000 afu siku mbili nikamwambia naomba 10,000 hana, hii 700,000 inaisha, hamna mtaji. Kwa hiyo unaona tu anakuchengesha. Kwa hiyo hapa kwenye nidhamu watu tujirekebishe. Eneo la tatu ni maono na malengo kwenye maisha yake. Hili ni jambo muhimu sana. Unajua good luck, tunaweza tukaa tuko hapa pamoja tunacheka, lakini tunatofautiana namna tunavyojiona. Yes. Kuna mtu anatafuta sasa hivi, yani kwenye malengo yake anaitafuta milioni 150. Alafu kuna mtu akisema ndani ya muda gani? Labda mwaka ukiisha kutokana na kitu anachokifanya. Ni malengo ya mtu. Alafu kuna mtu mwingine anasema nikipata tu milioni 2 Mungu nakushukuru. Sasa ile watu wanasema kuna tofauti, kuna bilionea, kwanza kuna wanasema si kuna trilionea, kuna bilionea, kuna milionea, kuna lakionea, hadi lakionea. Alafu kuna sisi wengine unanionea. Lakini kitaalamu wanaita nilionea, nil. Hamna kitu. Kwa kuna wengine yani yeye anautafuta umilionea, alafu kuna mwingine anatafuta ubilionea. Lakini hapo sizungumzii tu kwenye keshi mfukoni, nazungumzia pia mindset. Unajua kuna mtu sasa hivi hana, lakini anafikiria makubwa. Na hiyo inamfanya amke asubuhi, apambane, anachangana na watu, anaenda yani vikao, semina, kuna kitu anakitafuta. Lakini kuna mtu hana na ajishughulishi chochote. Sasa mkishakuwa watu hao wawili wenye anasubiri aje kulaumu, mentality tofauti, wewe unaweza ukawa unajituma au mfano umeweka mtaji fedha alafu yeye ukamweka awe mtaji nguvu, anauza, utaona anafungua saa 3, wewe unatafuta jioni labda ifike 200,000 mauzo, ina maana unategemea saa 1 amefungua, jioni saa 2 anakuja, saa 3 anaondoka saa 11. Kwa sababu gani? Tofauti ya mtazamo na kile anachokitafuta. Kwa hiyo ni lazima kama una hasira ya maisha na maendeleo, utafuta mwenzao ambao mna hasira ili muweze kwenda sawa. Kuna baadhi ya migogoro inatokea kwa sababu tu ya watu wanatofautiana malengo na matazamio kwenye maisha. Eneo la 4, mgawanyo wa majukumu yaliyo wazi. Hili ni eneo muhimu sana. Mimi hapa tulishapata changamoto na marafiki zangu mahali. Kipindi hicho ndo tuko kichuo, tumefungua ofisi, kila mtu anataka kuwa bosi. Yaani wewe unataka tu sasa wote mmeweka fedha. Sasa nani amsimamie mwenzie? Kwa hiyo ukifika pale unataka kuwa bosi na mwingine anataka kuwa bosi na mwingine anataka kuwa bosi. Kwa hiyo unajikuta mambo hayaendi. Ni vizuri watu mkagawanya majukumu. Wewe utasimamia eneo la fedha. Ikitokea mambo ya hela yoyote, maswali yote utatujibu wewe. Wewe utakuwa eneo la masoko, utafanya wewe. Wewe utakuwa haya ni mambo muhimu sana ya kuzingatia. Eneo lingine uwezo na mchango halisi. Uwezo wa mtu. Sawa. Na hapa kwenye undugu kuna ile amemaliza form 4, ngoja nimtafutie pa kujishikiza kidogo. Hapo kwenye kujishikiza. Unaenda kumpa marketing, kumbe huyo mtu ni introvert. Introvert ni wale wanakaa tu hivi, sio ongeaji sana. Alafu marketing inahitaji mtu ambaye ni extrovert, anachangamka na kuchangamana na huyo sasa anafanya biashara inadoda. Kwa hiyo unaweza na mwisho mwezi unatakiwa umlipe uwezo na mchango halisi. Sawa. Makubaliano ya kisheria, na hili ni eneo muhimu zaidi, kwamba atapata nini, malipo yake atakuwa yapi, atalipa baada ya muda gani. Unaweza kuta mtu anasema nimekutoa kijijini, unalala kwangu, unakula, lakini unapomfuata kijijini unamwambia kila mwezi utampa 1,00,000. Ameshakaa mwaka mzima anasema nakudai 1,200,000. Wewe unasema si unalala, si unakula hapa chakula changu. Kwa hiyo makubaliano ikiwezekana ya kuandikishana nini atapata. Sawa. Eneo la mwisho ni uwezo wa kutatua migogoro, kubadilika na kipindi cha majaribio. Uwezo wa kutatua migogoro. Kuna watu by nature yani ni wale watu ambao hawarekebishiki. Yaani anaamini kwenye hili ndo hilo. Kwa hiyo mnaweza mkajikuta mnakuwa na migongano mingi kwa sababu anachokiamini sio unachokiamini na hataki kubadilika. Sawa. Kwa hiyo kabla hujafanya biashara na ndugu, rafiki, mpenzi, mke, mume yoyote, kwenye eneo la biashara zingatia haya mambo, zungumzeni kabla hamjafika kwenye migongano. Lengo ni kupata faida na mahusiano yaendelee kutunzwa. Sawa kabisa.
Sawa, tumalize na nukuu Janet. Na leo tunamaliza na nukuu ambayo inasema chochote ulichofanikiwa kukimiliki kwenye maisha yako kilinde, kipende, kisimamie na weka misingi sahihi ya kujiongoza. Kwa kama unamiliki biashara, hata kama nje ya biashara, chochote ambacho Mungu amekupa good luck, umepewa ndoa, itunze kabisa, ilinde. Chochote ambacho Mungu amekubariki kwenye maisha yako, kitunze, kilinde. Sehemu ya maarifa, ongeza maarifa ya kubadilika, badilika, endana na mazingira mpaka mwisho. Na ukitaka kujua thamani ya kitu ulichonacho, kipoteze. Usifike huko. Ndio yani ndio hivyo sasa wanasema, yani sasa hivi tutajaribu kuwakumbusha pia kwamba unaweza ukawa unamiliki kitu kwa sasa ukawa unakichukulia poa, au wewe kwa mfano unamuona mkeo pale unamuona wa kawaida sana. Ni kweli, hata maisha kuna mtu yani hivyo unavyoishi ni ndoto ya mtu mwingine. Kwa hiyo itunze afya yako, linda vitu vyako, jali familia yako, ni kitu cha thamani zaidi. Nakushukuru sana Janet, asante sana kwa darasa hilo la uchumi. Ni Janet Soka ambaye ni mtaalamu wa masuala ya uchumi.